Mchezo unaanza na Shin katika siku yake ya kwanza shuleni. Anakuwa akitafuta darasa lake, na tunajifunza hivi karibuni kuwa hii ni mwaka wake wa mwisho wa shule ya upili. Kwa makosa, anagongana na mwanafunzi aitwaye Jesh. Alipoanguka, Jesh anamkamata, lakini simu yake inaanguka chini. Shin anapoanza kumshukuru, anaondoka kabla hajasema chochote. Wakati wa sherehe ya kuwakaribisha wanafunzi, utawala wa shule unamtambulisha Jesh kwa wanafunzi, wakitangaza kuwa amepata alama ya juu zaidi ya IQ ya 200%, na hivyo kuwa mwanafunzi wa kielelezo. Jesh anajitambulisha kwa kila mtu na wanafunzi wote wanapigia makofi. Tunaona kuwa wasichana wengi, pamoja na Shin, wanavutwa naye, lakini anajua kuwa kumwona mara kwa mara kutakuwa ngumu kwa sababu wanafunzi wenye alama za juu wana jengo lao maalum. Pia tunajifunza kuwa Jesh, ingawa ni mwanafunzi mwenye akili zaidi shuleni, pia ana maslahi katika ubunifu na ni bora zaidi katika kutatua matatizo magumu sana ya hisabati mbele ya wanafunzi wote. Baadaye, Shin na wasichana wengine wanapokea ujumbe kuwa Jesh yuko kahawani na atapita karibu na jengo lao. Wasichana wote wanakimbia kumwona na kumfuata hadi aingie jengo lake. Katika moja ya semina za Jesh, anazungumza kuhusu saratani ya watoto na tunamwona Shin na wasichana wengine wakihudhuria. Wakati huo huo, picha ya Jesh na msichana aitwaye Shaho aliye katika darasa lake inaonekana, na hii inafanya wasichana waamini wana uhusiano. Shin anajisikia vibaya alipoona hii na anapitisha siku yote akimtazama picha yake. Marafiki zake wanamwambia aache ndoto zake. Wakati huu, mwanafunzi aitwaye Ajin anamkaribia Shin, akimpa maua na kumkauliza kuwa anapenda na anataka kuwa katika uhusiano, lakini Shin anakataa, akisema anapenda Jesh na ana mpango wa kumkauliza mapenzi yake hivi karibuni. Marafiki zake wanaamua kumsaidia kwa kuumba uvurugu darasani ili Shin aweze kwenda kukutana na Jesh wakati wa mapumziko. Anaenda jengo ambapo wanafunzi wenye IQ ya juu wako, na alipomwona Jesh, anampa zawadi na kumkaulisha mapenzi yake, akitumaini atakubali hisia zake. Hata hivyo, Jesh anamkataa, akisema haiwezekani kwa sababu hapendi wasichana ambao hawana akili na wanafanya vitu vya kijinga, kisha anaondoka. Shin anajisikia aibu na anashukuru Mungu kuwa hakuna aliyemwona. Hata hivyo, mwendeshaji wa kamera za usalama ameona kila kitu na anasambaza video kati ya wanafunzi wote. Hivi karibuni, wanafunzi wanamzunguka Shin, wakimpiga picha. Aliporudi nyumbani, anagundua kuwa video imeshirikiwa mitandaoni na kila mtu anamdhihaki. Wakati huo huo, anamwona baba yake akiondoka nyumbani, akimwambia akimbie, lakini haelewi kwa nini. Kisha anaona kuwa panya wengi wanatoka nyumbani, na nyumba inaanguka ghafla. Waandishi wa habari wanafika kwenye tukio na wanamhoji Shin na baba yake, wakiwauliza nini kilitokea. Vyombo vya habari vinaripoti kuwa ni familia isiyo na makazi, na habari kuhusu hao inasambaa haraka. Wanafunzi wa darasa la Shin, pamoja na Ajin na marafiki zake, wanaanza kampeni ya kukusanya fedha ili kumsaidia. Shin anajaribu kujificha lakini anashikwa na kuletwa mahali ambapo fedha zinakusanywa. Hata hivyo, anakataa msaada. Jesh anafika kwenye tukio na anaanza kumdhihaki, akisema kuwa baba yake alikuwa makosa kwa kununua nyumba ya bei nafuu. Shin anakasirika na anamtetea baba yake, akisema alifanya kazi kwa bidii ili kununua nyumba ili aweze kuhudhuria shule bora zaidi. Anadai kuwa alama si kipimo cha tabia ya mtu na anamtisha Jesh mbele ya kila mtu, akitangaza kuwa katika mtihani ujao, atakuwa miongoni mwa wanafunzi bora na jina lake litaorodheshwa pamoja na lake. Shin aliporudi kwa baba yake, anakusanya vitu vyake kutoka kwenye magofu na baba yake anamwambia rafiki aitwaye Ali kuhusu kilichotokea. Ali kisha anawapatia mahali pa kukaa nyumbani kwake hadi hali yao ibadilika. Kisha msaidizi wa Ali anafika kuwaongoza kwa gari. Walipofika nyumbani kwa Ali, anawakaribisha vizuri, na hata mke wake anamkarimu Shin kwa ukarimu. Anamtambulisha Shin kwa mwana wake mdogo, Yusho. Ami, mke wa Ali, anamchukua Shin kumwonyesha chumba atakachokaa, na wakati wa mazungumzo yao, Shin anajifunza kuwa mwana mkubwa wa Ami pia anahudhuria shule ile ile naye. Ami anasema kwa fahari kuwa mwana wake ni maarufu shuleni nzima na anaongeza kuwa aliwahi kutamani kuwa na binti kama Shin ili waweze kuwa marafiki. Hata anafanya utani kuwa Shin anaweza siku moja kuwa bibi ya mwana wake. Shin kisha anamkaulisha Ami kuwa anapenda kijana kutoka shule yake ingawa amemkataa. Kabla ya kulala, Shin anajaribu kuchoma picha za Jesh, lakini hawezi kujilazimisha kufanya hivyo. Popote anapotazama, anaona picha yake, hata kwenye vitanda vyake. Ghafla, Jesh anaonekana mbele yake na anashangaa. Ndipo anapogundua kuwa Jesh ni mwana wa Ali na Ami. Anamwomba atupe picha zake zote, lakini anakataa na anasema asimsogele kitu chochote kinachomfuata. Jesh anajibu kuwa ana haki, si shida yake, ingawa wanaishi nyumba moja na anaondoka chumbani mwake.
Asubuhi iliyo, Jesh alipoondoka kwenda shule kwa baiskeli yake, mama yake anamwomba asimame na anapendekeza ampe Shin safari kwenda shule. Shin alipoungana naye, alikuwa na furaha ya kuonekana, lakini nusu njia, Jesh anasimama na anamwambia kuwa ajihadhari asiambie mtu yeyote kuwa wanaishi nyumba moja na daima awe na umbali wa angalau mita 5 kutoka kwake. Anamwacha pale na anaendelea na safari yake. Akiwa shuleni, Ami anamtumia Shin ujumbe wa video unamwonyesha Jesh akicheza, na hii inafanya Shin acheke. Anamtumia Jesh video hiyo na anaomba mkutano wa faragha naye. Wasichana wengine wote wanaona hii, wakishangaa. Shin anasema, je, si wewe uliyeniambia nisikusogelee? Sasa ni wewe unayeomba tukutane. Jesh anamwonyesha video na anamwomba aifute kutoka simu yake. Shin anaona fursa na anafanya mkataba naye. Lazima amsaidie masomoni ili aweze kuwa miongoni mwa wanafunzi bora, au vinginevyo atashiriki video na shule nzima. Jesh anakubali masharti yake na Shin anafurahi. Jesh anaanza kumfundisha hisabati. Tunaona kuwa Shin ana matatizo mengi, lakini baada ya kurudia somo mara kadhaa, anaanza kuelewa vizuri zaidi. Akiwa shuleni, anapitisha siku nzima akisoma, amelenga kiasi kwamba hajuhui kitu chochote kinachomzunguka. Ajin anamfuata, akimlinda kutoka kwa chochote kinachoweza kutokea. Wakati mmoja, Ajin hata anamwokoa kutoka kwa chungu cha maua kinachoanguka. Wakati huo huo, Jesh anamwona Shin akisoma. Anamfundisha tatizo gumu la hisabati na anamwambia kuwa litakuwa kwenye mtihani ujao na ni lazima asome kwa bidii. Shin anafanya kazi kwa bidii, akijaribu hadi aweze kutatua tatizo vizuri. Anaona kuwa Jesh amelala kwa uchovu, hivyo anaketi karibu naye, akijiahidi kufikia matarajio yake na kuyazidi. Hatimaye, analala karibu naye. Mama wa Jesh anaingia na kuwapiga picha wote wamelala. Siku ya mtihani, Shin anafanikiwa kumaliza maswali yote. Matokeo yalipoandikwa, anatazama kwa hamu jina lake miongoni mwa wanafunzi bora lakini halilaoni. Wasichana wanaomzunguka wanaanza kumdhihaki kwa kutisha wanafunzi wengine hadharani. Wakati huo, utawala unafika na Jesh, ambaye anaonyesha kuwa jina linapotea kwenye orodha. Baada ya kuangalia matokeo mara ya pili, wanatangaza kuwa alama za Shin zinamweka miongoni mwa wanafunzi bora. Jesh anaandika jina la Shin kwenye ubao mbele ya wanafunzi wote, jambo linalowakasirisha wasichana waliompenda. Kwa upande mwingine, marafiki wa Shin wanafurahi sana kwa mafanikio yake. Shin anasema kwa fahari, hatimaye, jina langu limeandikwa karibu na lako, na Jesh anamhongera. Anasherehekea na marafiki zake, akiruka kwa furaha. Kisha mandhari inabadilika hadi kwenye mashindano ya 87 ya michezo ya shule. Ajin anashindana na Jesh katika mbio, akitumaini kushinda ili Shin amchague. Hata hivyo, Ajin anashindwa, na Jesh anashinda mbio. Tunamwona mama wa Jesh amesimama miongoni mwa wasichana wanaomshangilia mwana wake. Kisha, anaamua kutuma picha ya mwana wake na Shin pamoja kwa wasichana wote waliokuwapo, akiwafunulia kila mtu kuwa wanaishi nyumba moja. Baada ya hapo, Jesh anaanza kumdhihaki Ajin kwa sababu ameshinda, na mapigano yanazuka kati yao. Shin anaingia na anamwambia Jesh kuwa Ajin ni kijana mzuri, na hamtusi watu kama yeye anavyofanya. Anaongeza kuwa hapendi kiburi chake. Wakati huo, mmoja wa marafiki wa Jesh anacheza video kwenye skrini ambapo Shin anasema, nakupenda. Lakini Jesh alikuwa amekataa. Jesh anacheka, na wanafunzi wote wanaanza kumdhihaki Shin. Kwa majibu, Shin anatuma video ya wanafunzi wakicheza kwa kila mtu, na wote wanaanza kumcheka Ajin. Kisha, makundi mawili yanaanza kupigana. Jesh anamchukua Shin mahali pa faragha, akimuuliza kwa nini amefanya hivyo. Anajibu kuwa anamtenda vibaya daima mbele ya marafiki zake, hivyo anatumaini kusahau hisia zake kwake siku moja. Anaongeza kuwa atakapomaliza shule, atakutana na kijana mzuri sana na kuanza uhusiano naye. Jesh anasogea karibu na anamwambia kuwa hatawahi kuweza kumsahau, kisha anaondoka. Shin aliporudi nyumbani, anakaa na Ami. Ami anasema ana furaha kuwa Shin ana hisia kwa mwana wake na anamwambia kuwa Jesh amebadilika tangu siku alipoingia nyumbani kwao. Anaeleza kuwa Jesh hapatani vizuri na baba yake kwa sababu baba yake ni machukizi daima na kazi. Ami anaongeza kuwa kila mtu anadhani Jesh ataridhi kampuni ya baba yake, lakini anataka tu mwana wake aishi kwa furaha, na anaona kuwa anaweza kupata furaha hiyo na Shin. Hii inafanya Shin awe na furaha sana, na anamhakikishia Ami asiwe na wasiwasi kwa sababu atasimama na Jesh daima. Siku ijayo, Jesh ana mtihani muhimu utakaoamua uwezo wake wa kusoma ngambo. Shin anaandaa kitu cha bahati na anakiweka katika mfuko wake, akimtakia mafanikio. Hata hivyo, alipofika mtihani, anateleza kwenye ngazi na anachelewa. Anapoanza kuandika, kalamu yake inavunjika. Anahisi kama kitu kibaya kinamtokea na anakumbuka kile Shin alichoweka katika begi lake.
Anadhani kuwa kinga hiyo ndiyo sababu ya bahati mbaya yake na anakimbilia choo. Baadaye anaenda kunywea na tunamwona Shin akimfuatilia kwa siri. Alipoona kuwa yusawa, anaamua kurudi nyumbani, lakini kwa bahati mbaya anapata ajali. Jesh anaona kutoka mbali na anamkimbilia, akimkuta bila fahamu. Anamchukua hospitali. Alipoamka, anajikuta nyumbani na anaogopa kuwa Jesh amekosa mtihani wake kwa ajali yake. Wakati huo, Jesh anakaa na baba yake na anasema kuwa hataki kuchukua mtihani, si kwa sababu ya Shin, bali kwa sababu hataki kurithi kampuni. Baba yake anakasirika na mama yake pia ana uchungu. Jesh anaeleza kuwa anaweza kufanya kila kitu wanataka, lakini ni wao tu watakuwa na furaha, si yeye. Anawaambia wamruhusu afanye kile anachopenzi na wasimlazimishe kitu chochote. Anaomba msamaha kwa kilichotokea na anaondoka. Shin anasikia kila kitu na anaenda kuomba msamaha kwa baba yake kwa kilichotokea, kisha anaondoka kumtafuta Jesh. Alipomkuta, anajaribu kumfariji, akimwambia kuwa ni tofauti na wengine na anastahili kufanya kile anachopenda. Anamwongoza afuate mashauki yake na anamhakikishia kuwa atasimama kumuunga mkono daima. Jesh kisha anaamua kuishi mbali na familia yake na kujiweka uwazi wa madaraka yake mwenyewe. Tunamwona baba yake na hasira na anakataa kusalimu Jesh anapoondoka. Jesh anaenda chuo kikuu cha teknolojia cha Donan na Shin anagundua kuwa anafanya kazi katika kituo cha huduma za wanyamapori. Anaenda kumwona jinsi anavyo, akiwa na mnyoo mdogo. Anamwambia amchunguze na anauliza ikiwa atakuwa sawa ikiwa anapata usingizi wa kutosha na anakula vizuri. Anasema yu sawa na anamwambia aondoke ili aweze kuendelea na kazi yake. Usiku huo anamtumia chakula na anaenda kumpa. Hata hivyo, anamfuata ili kujua anakoishi. Wakati huo, anamwona msichana kutoka darasa lake, Shaho, akingoja nje. Wote wawili wanaingia nyumbani pamoja na Shin anasimama nje akihisi hasira. Anaona kuwa mwanga haupo na anadhani wamelala, akitambua kuwa wanaishi pamoja. Siku ijayo, anamwomba Ajin amsaidie kutazama Jesh na Shaho wanapotembea bustanini pamoja. Jesh anaona hii na anauliza Shin anafanya nini pale. Anajibu kuwa wanasherehekea siku ya mapenzi. Shaho anaanza kupiga picha nyingi za Shin na Ajin, na Jesh anaonekana amekasirika. Ili amkasiriske Shin, anapiga picha na Shaho. Baadaye, Ajin anafanya mkataba na dereva wa gari kukimbia na mpenzi wake atakapofika, lakini kwa bahati mbaya, Shaho anaonekana. Dereva anakimbia kwa kasi na Shaho katika gari, licha ya Ajin kumwomba arudi, lakini hakuna anasikiliza. Jesh anafika na anamchukua Shin naye, na wote wawili wanapanda mashua. Jesh anauliza kwa nini amekuja pale, na anamwambia kuwa amemwona yeye na Shaho wakiingia nyumbani pamoja. Anauliza walikuwa wanafanya nini, na Jesh anamwambia hadithi kuhusu kijana mdogo aitwaye Nana aliye na saratani. Anaeleza kuwa kampuni ya baba yake na kampuni ya baba wa Shaho ziliamua kutoa fedha hospitali kwa watoto wenye saratani. Ndiyo maana alikuwa na Shaho akisubiri simu kuhusu vifaa muhimu vinavyohitajika na hospitali. Anakaulisha kuwa ndoto yake ni kuwa daktari mkuu, si kurithi kampuni ya baba yake. Anamwambia Shin kuwa ni mtu wa kwanza aliyemwambia kuhusu ndoto yake. Kwa furaha, Shin anasimama lakini anaanguka mtoni na Jesh anaruka baada yake. Walipotoka, wanaona kuwa gari la mwisho limeondoka, hivyo wanaamua kukaa hotelini usiku huo. Baadaye, wanabadilisha nguo walizoleta na Jesh anatoka kupata chakula. Shin anaanza kujisikia ameogopa, hivyo anachukua mwavuli na anatoka kumtafuta. Hata hivyo, anahisi kama mtu anamfuata, na kwa hofu yake, anaangusha mwavuli na anaanza kukimbia. Kisha anamwona Jesh, ambaye anamuuliza kwa nini ametoka. Anamwambia kuwa alijisikia ameogopa, hivyo anampa koti lake. Wanarudi hotelini na Jesh alipolala, Shin anasema, mwanamke atakayekuwa mke wako siku za usoni atakuwa na bahati sana. Kisha anaomba mwanamke huyo ampende zaidi ya anavyojipenda. Shin alipolala, tunaona kuwa Jesh amesikia na anajiambia mwenyewe, sitawahi kupata mtu atakayenipenda kama unavyonipenda. Asubuhi ijayo, walipoamka, mama wa Jesh anapiga simu na anamwambia kuwa baba yake yuko hospitalini na ni mgonjwa mkubwa. Jesh na Shin wanaenda hospitalini na baba wa Shin anawajulisha kuwa baba wa Jesh amekuwa akiumwa na hali ya moyo kwa muda mrefu, ambaye imeongezeka kwa sababu ya kazi yake. Daktari anawajulisha kuwa anahitaji upasuaji wa moyo na anasema kuwa atawajulisha wakati upasuaji utakapofanywa. Msaidizi wa Jesh anamjulisha kuwa kampuni inakabiliwa na matatizo ya kifedha na kuwa waasisi wa kampuni wanataka kufanya mkutano ambao baba wa Jesh ana uwazi wa maamuzi yote. Jesh anaamua kwenda kampuni na anamwambia mama yake amtunze baba yake, akimwomba amjulishe hali yoyote. Kisha anaondoka na msaidizi wake.
Shin anamfuata na anamwona Jesh amesimama na Shaho, ambaye ameleta madaktari wataalamu wa hali za moyo kuchunguza baba yake na kuandaa upasuaji. Jesh kisha anaenda kampuni na anajaribu kutatua matatizo ya kifedha na waasisi. Wakati huo huo, baba yake anapitia upasuaji na hali yake bado haijulikani. Wakati huu, Jesh anakumbuka kumbukumbu za baba yake, akionekana amekasirika. Anaanza kupitia mali za kampuni, shughuli na hisa kutafuta suluhisho kwa matatizo yake ya kifedha. Amechoka, analala na Shin anaingia kumfunika blanketi. Asubuhi ijayo alipoamka, anatambua kuwa amechelewa. Anachukua begi lake na anaondoka akinywa kahawa ambayo Shin amemtengenezea. Jioni hiyo, Shin anasubiri nje ya kampuni akishika mwavuli. Alipotoka na kumwona, anamkaribia na anasema, nilikuwa na wasiwasi juu yako. Nimeleta mwavuli huu ili uweze kujilinda na mvua. Anamwomba asimsaidie kwa chochote na anamwambia kuwa hana muda wake kwani ana shughuli na kazi na baba yake. Pia anamwomba amjiepushe naye. Usiku huo baadaye tunamwona Shin amekaa peke yake mahali na baba yake anamjia na anamwambia kuwa anafaa kupata mahali pake na kuondoka nyumbani, akizingatia hisia za watu wamiliki. Anamwongoza adhibiti hisia zake kama anavyomjua. Shin anakubaliana naye na anazingatia ushauri wake. Siku chache baadaye, Ali anajisikia vizuri na familia yake yote iko upande wake, ikimtunza. Baba yake anamuuliza Jesh uhusiano kati yake na Shaho ni upi. Jesh anaeleza kuwa ikiwa atawa Shaho, itaileta uongezaji mkubwa wa uwekezaji kwenye kampuni, na hii itasaidia kutatua matatizo yake ya kifedha. Baba yake anamwambia kuwa ikiwa anataka kuwa awe mwanamke anayempenda. Wakati huo, Shin anafika na anasema kuwa amekuja kuangalia hali ya mjomba Ali. Jesh kisha anamjulisha kuwa atamchagua Shaho na kusitisha masomo yake. Shin anamhongera, ingawa anajisikia uchungu, na anasema, nilidhani ndoto yangu ingeweza kukua kweli, lakini imeachwa. Sitajitahidi kuifuata tena, kabla ya kukimbia machozi. Kisha anaanza kupanga vitu vyake na kuondoka nyumbani, akiwaeleza Ami na Ali uamuzi wake. Baadaye tunamwona akifanya kazi kama muuguzi hospitalini ambapo anaangalia Facebook na anaona Jesh na Shaho. Anajifunza kuwa Jesh ataenda kutoa hotuba katika shule yao ya zamani. Anaona shida kwenda, lakini hatimaye anaamua kuhudhuria, akijificha miongoni mwa wanafunzi kusikiliza hotuba yake. Alipofika kwenye tukio, anamwona Jesh na anamsikia akisema, uvumi uliousikia ulikuwa kuhusu wewe tu. Nilitaka kujua ikiwa bado unanipenda. Ulipoonekana, nilijua bado unavyo. Anakiri kuwa bado ana mpenzi na amemkosa sana. Anamwambia kuwa ameishi siku hizi na kumbukumbu zake tu kwa sababu ni mtu pekee aliyeshika moyo wake. Jesh kisha anamwomba amue na Shin, akishangaa kuwa ndoto yake hatimaye inakuwa ukweli, anakubaliana, akitambua kuwa atapitisha maisha yake yote na mwanaume anayempenda. Jesh